Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali gani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo? Karibu katika kapu la habari. Mimi Hilali Sefu Riyami ndio kusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa utakuwa naye Nuhu Stima. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Ashabul Kahfi yafungua dirisha la usajili msimu wa 12 mashindano ya kuhifadhi Qur'ani tukufu kwa ajili ya watoto na akina mama. Wizara ya Afya Zanzibar kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo waendesha kambi ya uchunguzi magonjwa ya moyo kwa watoto Unguja na Pemba. Katika habari za kimataifa, WHO yaitahadharisha DRC kukabiliwa na mlipuko mbaya zaidi wa Ebola katika historia ya nchi hiyo. Na mkapu la habari linaanzia jijini Dar es Salaam. Taasisi ya Ashabul Kahfi yenye maskani yake Yombo Vituka, manispaa ya Temeke mkoani Dar es Salaam imeweka bayana ratiba ya msimu wa 12 wa mashindano ya kusoma na kuhifadhi Qur'ani tukufu mwaka 2026-2027 kwa watoto na akina mama wa mkoa wa Dar es Salaam, huku dirisha la usajili likitaraji kufunguliwa tarehe 12 mwezi wa 9 2026. Taarifa yake Aisha Mpatila inasimuliwa studio. Tarehe 12 mwezi wa 9 2026 tunaanza usajili rasmi wa mashindano ya kuhifadhi Qur'ani tukufu ya mkoa wa Dar es Salaam. Na usajili wetu tutafunga tarehe 11 mwezi wa 10 2026. Hapo tutakuwa tumemaliza kusajili washiriki wote ambao wataweza kushiriki katika mashindano ya mkoa wa Dar es Salaam. Tutakuwa na washiriki wa juzuu 3, juzuu 5, juzuu 10, juzuu 20 pamoja na juzuu 30 kwa upande wa watoto. Aidha, kwa upande wa kina mama nao usajili utaanza rasmi tarehe 12 ya mwezi wa 9 mwaka huu 2026, ukifungwa tarehe 11 ya mwezi wa 10 2026, ukishirikisha waliohifadhi kuanzia juzuu 3, juzuu 5, juzuu 10 na juzuu 20. Wao kina mama katika usajili wao, fomu zao watakuja kujisajili katika kituo cha Ashabul Kahfi Islamic Center, lakini pia michujo yao yote watafanya katika kituo cha Ashabul Kahfi Islamic Center. Na katika kitengo cha kina mama tutakuwa na washiriki ambao wameweza kuhifadhi juzuu 3, juzuu 5, juzuu 10 pamoja na juzuu 20. Katika hatua nyingine, Ashabul Kahfi imesema tofauti na miaka iliyopita, fomu za usajili kwa ajili ya msimu wa 12 kwa mashindano ya kuhifadhi Qur'ani tukufu zitatolewa bure kwa wanafunzi. Kama alivyoeleza katibu kwamba hakutokuwa na fomu ya malipo, ina maana fomu zitakuwa zinatolewa bure. Kwa hiyo tulikuwa tunatarajia au tunategemea kwamba walimu wa madaris pamoja na wazazi wajitahidi zaidi kuandaa wanafunzi kwa ajili ya mashindano haya, kwa sababu hatutarajii kama ilivyokuwa miaka ya nyuma kwamba labda madrasa kadhaa au idadi ya madrasa kadhaa ambao wamesajili. Kwa mwaka huu itakuwa ni wazi kabisa, ni bure. Kwa hiyo kila mtu au kila ustadhi tunatarajia kwamba ataandaa kikosi chake au wanafunzi wake kwa ajili ya kushiriki mashindano haya. Katika kutekeleza dhana ya polisi jamii, polisi kata ya Mbingu wilaya Kilombero mkoani Morogoro, kaguzi
wa jeshi la polisi Patrick Stanley ameandaa mashindano ya kusoma na kuhifadhi Qur'ani tukufu kwa lengo la kukabiliana na wimbi la mmomonyoko wa maadili kwa vijana wa Kiislamu na jamii kwa ujumla. Zuberi Mgaya anatuarifu zaidi. Ni katika mashindano ya kusoma na kuhifadhi Qur'an tukufu yaliyoandaliwa na mkaguzi wa jeshi la polisi katika kata ya Mbingu wilayani Kilombero mkoani Morogoro na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiwemo mkurugenzi wa taasisi ya Al-Hikma yenye maskani yake jijini Dar es Salaam Sheikh Nuruddin Kishki pamoja na maofisa wengine wa jeshi la polisi. Akizungumza katika mashindano hayo, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Morogoro, kamishna msaidizi wa jeshi la polisi ACP Andrew Kantimbo amesema hatua hiyo itasaidia kukabiliana na wimbi la mmomonyoko wa maadili kwa vijana. Moja ya tatizo ambalo ni changamoto kubwa sana kwenye jamii, sio hapa Mbingu tu, lakini hata mikoa mingine, ni mmomonyoko wa maadili kwa watoto wetu, mmomonyoko wa maadili kwa vijana, lakini kwa taifa kwa ujumla. Ndio maana mashindano haya mkaguzi wa kata ameona kwamba tusisubiri tupate athari za mmomonyoko wa maadili, tuwachukue vijana wetu hasa wa dini ya Kiislamu wasome Qur'ani, wafanye mashindano haya ili waweze kuijua dini ya Kiislamu, waweze kumjua Mungu, waweze kuwa na maadili mema. Jambo ambalo sisi kwetu ikifanikiwa, sisi kwetu ni furaha sana. Mgeni rasmi katika mashindano hayo, mkurugenzi wa taasisi ya Al-Hikma Sheikh Nuruddin Kishki amepongeza hatua hiyo ya jeshi la polisi kuandaa mashindano ya kusoma na kuhifadhi Qur'an tukufu, akiwasisitiza wanajamii kushirikiana na jeshi hilo ili kukomesha vitendo vya uhalifu. Jeshi letu la polisi limekuja kivingine. Lengo lake kuu ni kuwaweka pamoja wananchi, ni kuisukuma jamii ishikamane na Mungu na mafundisho ya Mungu ili tuwapunguzie kazi ya ziada. Sijawahi ona polisi jamii wanayotumia falsafa hii kama watu wa Kilombero pamoja na Morogoro kwa ujumla. Niwaambie Waislamu na Watanzania, jeshi la polisi sio maadui zetu. Hawa ni ndugu zetu. Awali mkaguzi wa jeshi la polisi Patrick Stanley, ambaye ndiye mwandaaji wa mashindano hayo, ameelezea baadhi ya sababu zilizomsukuma kuandaa mashindano hayo kwenye kata ya Mbingu. Eleza falsafa ya polisi jamii kwa vitendo. Kwa hiyo kabla hatujaipeleka falsafa ya polisi jamii, sisi tulianza kufanana nayo hiyo falsafa ya polisi jamii. Kwa sababu kuna msemo wenzetu wazungu wanasema, nothing will happen through you until it happens to you first. Hakuna kitu kitatokea kupitia wewe mpaka kianze kuonekana kwako wewe. Kwa mimi niliuonyesha upendo kwa umma wa Waislamu na wao wamenionyesha upendo, ndio maana leo wako hapa. Ndio maana Sheikh Nuruddin Kishki na msafara wako hapa. Kama vile Sheikh Kishki alivyosema, ncha kwa ncha. Tukielekea kisiwani Unguja katika kupiga hatua muhimu kuimarisha afya ya watoto na kupunguza athari zinazotokana na magonjwa ya moyo, Wizara ya Afya Zanzibar kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo, mashirika ya Nahari Al-Hayaf na Red Crescent kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu UAE wanaendesha kambi maalum za uchunguzi wa magonjwa ya moyo kwa watoto. Rajab Shaban Matuga ana undani wa taarifa hiyo. Kambi hiyo iliyoanza kutoa huduma katika hospitali ya Lumumba Agosti 3 mwaka 2026, Agosti 4, 2026 imekuwa katika hospitali ya Kizimkazi na baadaye Agosti 5 na 6 mwaka 2026 itaendelea katika hospitali ya Chake Chake kisiwani Pemba. Tulitoa tangazo na wananchi wengi wamejitokeza, lakini kwa leo tumeanza na wananchi wa mkoa wa Mjini Magharibi pamoja na mkoa wa Kaskazini. Wengi wamejitokeza, tunatarajia tumalize kama 200 wagonjwa. Wazee wamekuja na hususan focus yao ni kusaidia kufanya uchunguzi wa moyo kwa watoto, lakini vile vile wale ambao watahitaji operation basi wamejitolea wenzetu wa Emirates Red Crescent kupitia Al Nahar Foundation
kuwafadhili kwa ajili ya kwenda kufanya operation India katika hospitali za India. Naibu Waziri wa Afya Dr. Saada Mkuya Salum ametembelea kambi hiyo katika hospitali ya Lumumba na kueleza malengo ni kuwafikia watoto zaidi ya 200. Hatuwezi tukasema kuna tatizo kubwa, isipokuwa kwa sababu wananchi wamepata elimu. Kwa hiyo wanajitokeza kwa wingi ili kuweza kupata uchunguzi kwa ajili ya watoto wao. Kwa sababu kama tunavyoona, wengine hawakuwa na matatizo ya moyo, lakini tu wameona kwamba labda mtoto inawezekana anachoka, inawezekana mtoto hapumui vizuri, lakini pengine ana matatizo mengine. Kwa hivyo na wenyewe pia wamejitokeza, wamekuja, wameanzia kwenye moyo wameambiwa huko sawa, isipokuwa una tatizo fulani, na wengine wanaendelea na hayo matibabu au wanafuatilia matatizo mengine. Kwa hivyo tunatarajia kwamba tutafikia hii idadi. Huduma zinazotolewa zinahusisha uchunguzi wa kina wa magonjwa ya moyo kwa watoto pamoja na kutoa ushauri wa kitabibu kwa wazazi kuhusu namna kuwatunza watoto wenye matatizo hayo. Mfano, wale watoto ambao wanachoka haraka katika kufanya kazi au wanapata kifua cha mara kwa mara ambacho hakijajulikana sababu yake ya msingi, lakini pia wale ambao wanakuwa kwa kudumaa, hawakui vizuri, wote wale wanatakiwa waje. Kwa mwezi wa 7 tarehe 1 mpaka tarehe 6 tulikuwa na kambi kama hii. Takriban watoto 400 walipatiwa uchunguzi na matibabu. Mimi mwanangu kashafanywa uchunguzi na anaendelea na matibabu. Alishajulikana kama ana tatizo na mpaka sasa hivi anaendelea na matibabu. Sasa kama leo nimekuja ili ajulikane maendeleo yake, sababu yeye tiba yake hataki kufanywa operation, anatakiwa kutumia dawa tu. Huyu changamoto ni moyo, anatundu kwenye moyo, lakini tayari ameshafanywa operation. Hapa nimekuja kwa ajili ya kufuatilia kujua maendeleo yake yako vipi. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Afya imesema itaendelea kuwekeza kuwajengea uwezo wataalamu wa afya ili kuimarisha mfumo wa huduma za afya, hususan katika kukabiliana na magonjwa ya mlipuko na dharura nyingine za kiafya. Nuhu Stima ana taarifa kamili. Hatua ya uwekezaji huo ni sehemu ya mkakati wa kuhakikisha taifa linakuwa na wataalamu wenye ujuzi wa kutosha katika kuimarisha afya ya jamii na kuongeza uwezo wa kukabili changamoto mpya za kiafya zinazojitokeza duniani. Akizungumza katika hafla ya kufunga mafunzo ya epidemiolojia kwa wataalamu wa afya, mkurugenzi mkuu wa Wizara ya Afya Zanzibar Dr. Amor Suleiman Mohamed amesema wahitimu hao wanakwenda kuwa sehemu ya wataalamu watakaoisaidia kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji wa magonjwa katika kulinda afya ya wananchi. Ni matumaini yangu kuwa tutatumia ujuzi tulioupata katika kuimarisha ubora wa taarifa za afya, ikiwemo uchunguzi wa milipuko na kuchukua hatua stahiki kwa wakati. Mafunzo ya aina hii yana mchango mkubwa pia katika kuimarisha utekelezaji wa International Health Regulation, National Action Plan for Health Security na usalama wa afya ya jamii kwa ujumla. Mafunzo hayo yametolewa kwa ushirikiano na Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili MUHAS, ambapo kupitia mkuu wa idara ya epidemiolojia Dr. Mucho Muzinduko amesema ni takriban miaka 18 wanashirikiana na serikali zote mbili SMT na SMZ katika utambuzi wa magonjwa. Na katika mafunzo hayo tumefanikisha kufunza watumishi wa afya mbali katika kada mbalimbali wapatao karibia 900 katika level 3. Level ya kwanza tunayoita frontline, lakini kuna level ya kati tunayoita intermediate na level ya juu ambayo tunaita advanced, na katika level ya juu wahitimu huwa wanamaliza wakiwa wana shahada ya uzamili. Katika mafunzo yanahusisha jumla ya wahitimu 41, wahitimu 28 kutoka Unguja na 13 kutoka kisiwani Pemba. Tumekuja hapa Zanzibar kukamilisha mafunzo ya level ya awali kwa watumishi 41 katika Wizara ya Afya Zanzibar kutoka Pemba na Unguja. Mafunzo haya yamechukua miezi 3 na leo ndio wametimiza mafunzo haya wahitimu hawa 41, 28 wakitokea Unguja na 13 wakitokea Zanzibar. Tunaamini kwamba kwa mafunzo haya
wanakwenda kuongeza nguvu ya utambuzi wa magonjwa mbalimbali katika harakati za kuifanya Zanzibar kuwa sehemu salama kiafya. Na wakazi wa halmashauri ya jiji la Tanga wamesisitizwa kuhakikisha wanapata kibali cha ujenzi kabla ya kuanza ujenzi au karabati mkubwa wa majengo yao ili kuendeleza mpangilio wa kuvutia katika jiji hilo. Zuberi Mgaya anaarifu zaidi. Wito huo umetolewa na mkuu wa idara ya miundombinu ya miji na vijiji halmashauri ya jiji la Tanga, mhandisi Isaac Mpaki, akisema ni takwa la kisheria kuhakikisha kunakuwa na ujenzi salama kwa kuzingatia taratibu zote zilizowekwa na mamlaka husika. Katika shughuli za usimamiaji wa majenzi mjini, tunazingatia sheria za uendelezaji wa miji ambazo ziko kwa mujibu wa sheria ya serikali za mitaa ya namba 288 pamoja na sheria ya mipango miji ya namba 8 ya mwaka 2007 ambayo inaleta takwa la kisheria la matumizi ya vibali vya ujenzi kabla ya kuanza ujenzi wa aina yoyote katika mamlaka ya halmashauri ya jiji. Na kibali cha ujenzi ni nyaraka inayotolewa na mkurugenzi wa jiji kwa ajili ya kutoa ruhusa ya kufanya uendelezaji wa ujenzi kwenye eneo la halmashauri ya jiji. Na kwa sababu imewekwa kwa mujibu wa sheria, maana yake kufanya ujenzi wa aina yoyote bila kutumia kibali hicho ni uvunjifu wa sheria. Aidha, mhandisi Mpaki ameelezea baadhi ya madhara makubwa yanayoweza kujitokeza endapo mwananchi atakaidi sheria na kanuni za mamlaka hiyo, ikiwemo kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Kufanya ujenzi bila kutumia kibali kunayo madhara. Madhara makubwa ni kwamba ni uvunjifu wa sheria, ambapo kuna hatua za kisheria zinachukuliwa kama usipotekeleza takwa hilo. Lakini la pili ni unaweza kujenga sehemu ambayo hairuhusiwi ujenzi uliofanya na ukapata adhabu ya kuvunjiwa mali uliyoijenga kwenye eneo hilo na kupata hasara kubwa ambayo haina fidia. Lakini pili, unaweza kufanya ujenzi kwenye maeneo yasiyoruhusiwa kujengwa ambayo yametengwa kwa ajili ya matumizi mengine au yana issue za athari za mafuriko, na hivyo wewe kitendo cha kujenga pale ukaja kupata athari za mafuriko ambazo zitakupelekea pia uharibifu wa mali na maisha pia. Katika hatua nyingine, Mpaki ameelezea baadhi ya viambatanisho anavyotakiwa kuwa navyo mtu yeyote anayetaka kuanza ujenzi, ikiwemo barua ya maombi na mchoro wa ramani ya jengo analotaka kujenga. Ili uweze kupata kibali cha ujenzi, unapaswa kwanza kuwa na barua ya maombi kuomba kibali cha ujenzi, ikitaja plot number na eneo ambalo unataka kufanya ujenzi huo. Lakini katika nyaraka unazotakiwa kuwa nazo, unatakiwa kuwa na michoro inayoonyesha kitu unachoenda kukijenga, majalada 3 yenye michoro ya aina hiyo hiyo kwa majengo ya kawaida. Lakini ikiwa unajenga jengo la ghorofa, basi unatakiwa kuwa na seti nyingine ya michoro inayoonyesha uimara wa jengo, ambao kwa kitaalamu inaitwa structural drawings. Na kwa taarifa hiyo ndo kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni wasaa kuziangazia
habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Nuhu Stima. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Shirika la Afya Duniani WHO limetahadharisha kuwa mlipuko wa Ebola unaoendelea kusambaa kwa kasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio mkubwa zaidi kuwahi kuikumba nchi hiyo katika rekodi zake zote. Katika taarifa mpya, shirika hilo limebainisha kuwa maambukizi yanaendelea kusambaa licha ya kuwepo kwa juhudi za kukabiliana na janga hilo kwa miezi kadhaa sasa. Mlipuko huo wa sasa ambao ni wa 17 nchini humo uliotangazwa rasmi Mei 15 umeripotiwa kupita kwa kiwango cha maambukizi ya janga la Ebola la mwaka 2017 hadi 2020, kuweka rekodi mpya ya kusikitisha. Kinachotia hofu zaidi ni aina ya virusi vinavyoenea ambavyo ni virusi vya Bunbugyo, aina ambayo kwa sasa haina tiba wala chanjo yoyote iliyoidhinishwa duniani. Virusi hivi vilibainika mara ya kwanza katika ukanda wa afya wa Monbwalu mkoani Ituri, lakini ndani ya kipindi kifupi cha miezi miwili vimesambaa katika mikoa 5 na kuathiri kanda za afya 49, ambapo mikoa iliyoguswa na janga hili ni pamoja na Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Haut-Uele na Tshopo. Takwimu za hivi karibuni kutoka Wizara ya Afya ya Kongo zinaonesha kuwa idadi ya kesi zilizothibitishwa imefikia 3674, huku idadi ya vifo ikipanda na kufikia watu 1621. Aidha, wagonjwa wa 760 bado wapo chini ya uangalizi maalumu au wamelazwa hospitalini, huku watu 666 wakiripotiwa kupona, na kiwango cha vifo kutokana na ugonjwa huo kimefikia 44.7%, jambo ambalo linaashiria uzito wa hali ilivyo, huku shirika la Afya Duniani limesisitiza kuwa kuna haja ya dharura ya kuongeza nguvu na rasilimali katika mapambano hayo. Kwingineko, mamlaka za Ufaransa zimeripoti kuwa zaidi ya wahamiaji 150 wameokolewa baada ya boti waliokuwa wakitumia kuvuka mfereji wa English Channel kushika moto. Kulingana na mamlaka ya usalama baharini ya Ufaransa inayosimamiwa na mfereji wa English Channel na bahari ya North Sea, boti hiyo ilikuwa ikielekea Uingereza wakati injini yake ilipowaka moto. Watu 157 wameokolewa na wamepelekwa katika bandari ya Boulogne-sur-Mer, na hadi sasa hakuna taarifa za majeruhi au vifo. Tukio hilo limetokea siku moja baada ya Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham kuahidi kuwa serikali yake itachukua hatua kali kupunguza idadi ya watu wanaowasili nchini humo kwa kutumia boti ndogo. Maafisa wa Ufaransa walisema boti hiyo iliondoka nchini humo siku ya Jumatatu usiku. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, ndege isiyo na rubani imeanguka kwenye ufukwe wenye watu wengi kusini mwa Urusi na kuua watu 7 wakiwemo watoto 3. Katika picha za mitandao ya kijamii zilizothibitishwa na shirika moja la habari, ndege hiyo inaonekana ikielekea kwa kasi kwenye eneo la miamba kabla ya kuanguka na kulipuka na kuwa mpira wa moto kwenye ufukwe uliopo chini, huku watalii wakishuhudia tukio hilo wakiwa ukingoni na ndani ya maji. Gavana wa eneo la Krasnodar Veniamin Kondrativ alisema kuwa jumla ya watu waliojeruhiwa ilifikia 40, huku watu 17 wakipelekwa hospitalini, ambapo alishutumu Ukraine kwa kufanya shambulio la makusudi dhidi ya raia, licha ya kuwa Ukraine haijatoa tamko lolote na pande zote mbili zilikanusha kulenga raia kwa makusudi. Hata hivyo, haijulikani wazi ni nini kilikuwa lengo la ndege hiyo, na baadhi ya channel za Telegram za Ukraine zimedai kuwa ilianguka ufukweni kutokana na vita vya kielektroniki vilivyovuruga mawimbi ya mawasiliano ya ndege hiyo, na vyombo vya habari vya Urusi vilinukuu mashuhuda kadhaa wakisema kuwa milio ya risasi ilisikika kabla ya mlipuko huo, jambo linaloashiria kuwa mifumo ya ulinzi wa anga huenda ilijaribu kuitungua ndege hiyo. Ajali hiyo ilitokea kwenye ufukwe karibu na kijiji cha Arkipospoka katika Bahari Nyeusi kutokana na hali ya hewa ya joto, ufukwe mrefu na miundombinu bora ya utalii. Eneo hilo ni maarufu kwa Warusi wanaokwenda likizo, hasa tangu vikwazo vilipopunguza uwezekano wa kusafiri nje ya nchi kwa watu wengi. Na huu ndio mwisho habari za kimataifa kutoka Mahasin TV. Msomaji wako ni mimi Nuhu Kasim Stima. Shukrani Nuhu Stima kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Ashabul Kahfi yafungua dirisha la usajili msimu wa 12 mashindano ya kuhifadhi Qur'ani tukufu
kwa ajili ya watoto na akina mama. Wizara ya Afya Zanzibar kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo waendesha kambi ya uchunguzi magonjwa ya moyo kwa watoto Unguja na Pemba. Katika habari za kimataifa, WHO yaitahadharisha DRC kukabiliwa na mlipuko mbaya zaidi wa Ebola katika historia ya nchi hiyo. Na kufikia hapo ndo tunahitimisha kapu la habari. Inshallah panapo majaliwa yake Maulana, ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuletea kapu la habari, mimi Hilali Sefuria nilikusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Nuhu Stima. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante na kwaheri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.